Hello Tabora, jiji lililobarikiwa asali na ukarimu wa watu. Karibu kwenye mitano ya nguvu ya ZVP Online. Hili ni tukio la kihistoria linalofanyika kila mwaka kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya ZVP Online kwa wadau na wafuatiliaji wake. Hapa utapata burudani safi za kasida kutoka kwa waimbaji wenye level za kimataifa, na wazungumzia Huraira Classic Tanzania kutoka Dar es Salaam, pamoja na kupata nasaha kutoka kwa masheikh mbalimbali nchini, chakula, vinywaji na burudani nyingi mbalimbali. Huu ni mtoko uliokamilika kwa ajili ya familia, ndugu, jamaa na marafiki kuja kuenjoy na kujifunza. Ni tarehe 13 ya mwezi wa 9, 2024 kwenye ukumbi wa Citizen Hall Tabora mjini, kuanzia saa 1 kamili za jioni mpaka saa 6 kamili za usiku. Kwa kiingilio cha VVIP 50,000, VIP 30,000 na kawaida ni shilingi 20,000 tu. Usipange kukosa hii. Chukua tiketi yako mapema kuepuka usumbufu wa siku za mwisho. Mitano ya nguvu ya ZVP Online. Tunazidi kupasua anga. Nguvu zaidi ya jana. Sisi kwenye baraza tumerithi kutoka kwa wazee ambao wamefanya kazi kubwa sana kulianzisha baraza. Kwa wale ambao walikuwa vijana kama sisi kipindi kile kinaanzishwa baraza, mtakumbuka kwamba halikupokewa vizuri baraza kipindi kile. Kulikuwa na upinzani mkubwa, na Sheikh Muhammad Khatib Kigoda yupo, mudiri wa Rashadi yupo. Nafahamu kule Tanga fujo zake zilikuwaje miaka ya 70 ile kuhusiana na baraza, lakini walillahi alhamdu, kwa sababu nia ilikuwa ni njema na watu labda walikuwa hawakueleza vizuri, kwa hiyo halikueleweka, lakini baadaye lilikuja likaeleweka. Hata na mashekhe zetu wakubwa wote walikuja wakaelewa kwamba baraza kumbe halikuja kwa ajili ya kuubomoa Uislamu, isipokuwa ni kwa ajili ya kujenga Uislamu. Kwa mfano, baraza katika jumla ya kazi zake nyingi, kazi yake kubwa sana ni kuusimamia Uislamu. Tukisema neno kuusimamia Uislamu, maana yake ni kwamba baraza halizuilii juhudi za mtu mmoja mmoja katika Waislamu, wala juhudi za taasisi mbalimbali za Kiislamu katika kuujenga Uislamu, isipokuwa baraza kazi yake ni kutia nguvu taasisi hizo au kuwatia nguvu Waislamu hao kuhakikisha yale malengo waliojiwekea juu ya kusimamisha Uislamu wanayafikia, yanatimia, yanakamilika. Ndio kazi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Ndio maana yake. Nyuma ilifasiriwa kwamba imekuja kuvunja taasisi nyingine. BAKWATA itafanya kazi zote. BAKWATA ndio itaweza kusalisha misikiti yote. BAKWATA ndio itaweza kusimamia mazishi na kila kitu ya watu wote. Haiwezekani. BAKWATA ni chombo cha kuunganisha Waislamu na kuunga juhudi njema za Waislamu, kila mmoja kwa mahali alipo, kila mmoja kwa uwezo alionao, na kufanya kwamba jambo letu na kalima yetu kuwa ni moja. Tunasikilizana, tunapendana, tunashauriana, tunaambiana, tunakuwa pamoja. Ndio maana ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, na hii ndio maana ya mabaraza yote dunia nzima yako hivyo. Na ndani yake kuna juhudi zitakiwa zichukuliwe kwa ajili ya kupeleka Uislamu mbele. Katika jumla hizo juhudi ndio kama mnavyoona hii Darul Maarif, baada ya kwamba BAKWATA imefanya mengi huko nyuma, zikiwepo shule hizi za secular. Tuna shule nyingi sana za sekondari sisi baraza, lakini ilikuwa bado hatujafikia kuanzisha madrasa au madarisi mbalimbali katika kila mkoa, kuhakikisha kwamba elimu ya dini nayo inazingatiwa zaidi. Sasa sisi walillahi alhamd, na tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu taufiki, tukaona hili tulianzishe la
isimamia elimu ya dini ambayo ndio uhai wa Uislamu na ndio nguzo kubwa ya dini. Ilmu bila ilmu haiwezekani, jambo lolote haliwezekani bila ilmu. Haliwezekani. Hawezi kufanya kitu juu ya ujinga. Mara kwa mara huwa natoa mfano mmoja, una maneno mengi lakini neno la katikati zuri katika hekaya ile, kwamba alipita mtu mmoja mwanachuoni mkubwa sana msikitini, kisha akaenda akawakuta watu msikitini mle wanaswali, lakini yule imamu wao kaamsha mguu mmoja juu, kasimama na mguu mmoja, mwingine kaamsha. Sasa yule akaona hii miujiza, mguu wake mbaya au vipi? Akakaa kando, amesiwezi kufuata wewe. Ilipomalizika swala akamfuata yule nadhirul masjid, akamwambia bwana, kama nimemuona imamu wenu anasali mguu mmoja kauamsha juu, vipi? Asema yule ameamsha ule mguu mmoja juu kwa sababu ule mguu umekanyaga najisi, kwa hiyo haumo ndani ya swala mguu ule. Akaona hapo msikiti watu juhala, mijitu mijinga iko msikitini huko, ni kwa sababu kukosekana ilmu. Kwa hiyo ilmu ni ndio uhai wa Uislamu na ndio nguzo kubwa ya dini. Kwa hiyo BAKWATA tukaona sasa tushikilie, tuanzishe Darul Maarif. Maksudio yetu kila mkoa iwe na Darul Maarif, na walillahi alhamd mikoa mingine yote si bado haijakamilika mikoa yote, lakini baadhi ya mikoa mingi tayari mshaanza. Tunao watu wa Songwe hapa, tunao watu wa Shinyanga, kule Simiyu, Mwanza, Bukoba, Mbeya. Tunao watu mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali, pamoja na Singida yuko katibu Urhani amekuja hapa. Na huku Kilwa pia tumeanzisha Darul Maarif, na mimi mwenyewe nishapewa eka 7 kule. Nimepewa eka 7 na wazee wa pale Kilwa kwa ajili ya Darul Maarif. Kwa tunaendelea kuona juhudi za viongozi wa baraza katika kusimamisha kitu kinachoitwa Darul Maarif. Niseme neno moja tu kwa viongozi wa baraza, kwamba ili kiongozi wa baraza nimuone ni wa maana na nimuone ananifaa ni pale nitakapokumuona ana juhudi ya kuanzisha kitu kinaitwa Darul Maarif, ndio tutapatana naye. Sijui kama naeleweka uzuri. Yaani ili kiongozi wa baraza nimuone ni kiongozi sana, anafaa kweli kweli kiongozi huyo, ni pale ninapomuona naisimamia Darul Maarif vizuri, ndio tutapatana naye. Kama itakuwa hatumuoni kwamba hana hata mbuye wa usimamizi wa dari au kuhuisha Darul Maarif, huyo mtu tutakuwa na mushkil kidogo na mtu. Na jana katika ilikuwa nini, kwa sababu alikuwa ni jana kwa maulidi, ilikuwa maulidi jana kwa ajili ya hizi sherehe tunazoendelea nazo. Mwenzangu Sheikh Ali yeye alisema sana hapa jana. Sasa mimi nazungumzia juu ya Darul Maarif, kwa Sheikh kaanzisheni Darul Maarif. Nadhani Sheikh Kadidi utakuwa umeanzisha kwa. Naam. Haya mambo ya bukaanzishe mambo ya Darul Maarif. Tunataka ilmu katika BAKWATA, tunataka ilmu, ndio maana juhudi tunachukua za aina mbalimbali. Ameeleza hapa msemaji wetu Sheikh Athman Zuberi namna ya vijana ambao wengine wako Azhar wanasoma. Mwalimu Juma mwaka ngapi? 4 au 3. Lakini katika huu mwaka wa 3 yuko mmoja ameingia katika mashindano ya kiilmu, ameshinda. Kwa hiyo amerushwa mwaka, ameingia chuo kikuu. Mmoja katika wanafunzi wetu wa Darul Maarif alikuwa anapiga tayari ameingia kule. Nikienda kila mara nakutana nao. Kwa hiyo hizo ni juhudi ili baadaye tukija tuwe na viongozi wazuri badala ya kuwa na viongozi wa kukopa. Mkiwa na viongozi wa kukopa, humjui huyo ni mkopa ni mtu atadai nini? Atakuja kukudai vipi, hata mbele ya mkeo au vipi? Nataka tupate viongozi ambao tumewatengeneza wenyewe watakao kuja kuongoza Uislamu. Na bado tunazishukuru taasisi nyingine kama Tamta, Ar-Rashad, Shamsul Duha,
Kule Tanga kuna Zahrau, kuna Mawa, kuna lakini kule Dodoma, wapi, Arusha, madarisi zote hata hapa Dar es Salaam za kitwarika. Tunashukuru kwa kazi ambayo wanaifanya. Kwa hiyo nitaka kueleza tu nukta kidogo juu ya Darul Maarif. Na mimi nafanya juhudi kama mlivyoona, tuna nafasi 200 tulizopewa. Tumebakiwa na nafasi 160. Kwa sababu nafasi ya 40 ndio vijana kwenda kusoma Morocco. Tumebakiwa na nafasi 160 katika kila mwaka, nafasi ya 40. Na watu wamekwenda kule, nadhani mmeona wamerudi likizo. Mwezi ujao nadhani watakuwa wanarudi tena kule. Na kama mlivyosikia kuna wengine wanakwenda kusoma course kwa lazima Sheikh Athman Zuberi Abu Dhabi, ambapo itakomfanya imamu anaweza kutayarisha hotuba yake namna gani, anaweza kujiepusha na mambo haya ya irhab kiasi gani, yani mambo haya ya ugaidi na nini. Wanakwenda kuelimishwa kule, wanakwenda kufundishwa, na watarudi. Wakirudi tutapeleka watu wengine. Kazi itakuwa ni hiyo, ni juhudi ambazo tunajaribu kuzitafuta na kuunganisha. Lakini jingine la baraza ambalo tunalifanya ni kuunganisha Uislamu wa Tanzania na Uislamu wa nje. Ndio maana pamesema hapa na Sheikh Taib Swed, kuna mashindano ya Qur'ani yatakayofanywa tarehe 31. Yalikuwa yafanywa tarehe 18, lakini tutafanya tarehe 31 kwa sababu mama tumemuomba au ndio mgeni rasmi. Nasubiri mambo yakikaa vizuri, tarehe 31 yatakuwa hayo mashindano, na watakuja watu kutoka Saudi Arabia. Mara ya kwanza mkishakuja wamerudi, na watakuja tena kwa ajili ya mipango, lakini tarehe 31 ndio yatafanyika. Haya ni mashindano ya kilimwengu. Mashindano ya kilimwengu. Hivi ndio tunahangaika, tutampata mshindani katika wakina mama, tutampata mshindani na akaingia katika haya mashindano ya kilimwengu akatuwakilisha. Ndio kazi inayowasumbua kina Sheikh Musa Ahmed na kina Nuhu wao, wakina mhasibu, ndio kazi inayowasumbua, pamoja na Sheikh Kaporo yuko hapa. Wao ndio wenye kazi hiyo. Tutampata kile inshallah taala, tutampata. Lakini wakuja kutoka Marekani, kutoka Sweden, kutoka Ujerumani, wametuletea nani kubwa sana hapa. Lakini mbali ya hivyo, hayo mashindano pia kutakuwa na kukumbuka kuwaenzi wasomaji wakubwa wa Qur'ani waliopita nyuma, kama kina Abdul Basit Muhammad Samad, ambaye ndugu zake wataitwa wanawe kuja kupokea tuzo hizo hapa Dar es Salaam. Na tunataka kufanyia kule katika Al-Mal'ab Al-Watani National Stadium kule. Nataka kufanyike huko mashindano, na wenyewe wamekuja ushakagua kila kitu. Kwa hiyo ndio hali halisi, nataka muifahamu. Hii hali mngeweza kuiona hii kama sio juhudi ya baraza. Tumefanya juhudi, ndio maana tuna kitu kama hicho, na wala sikukiomba kama sikukiomba. Ni wenyewe tu wamefikiria kwa tumpelekee ni mufti kule, wakaja kunifuata hapa. The Muslim World League Rabitatul Alam Al-Islami ndio wameamua kuleta kupitia baraza. Sasa tunaeleweka sisi mpaka. Basi tupendane kidogo, msipende kubeza sana. Mbona mnabeza watu namna gani? Yaani wewe unabeza, lakini Rabita inatuna sisi watu namna gani? Wewe unabeza, sisi tutaingia katika kushughulikia masuala ya mambo makubwa kabisa. Basi mara nyingi uchukue mambo mepesi kwa watu, usichukue mazito. Sisi tutachukua mambo mepesi kwa watu. Khudh minan nasi ma tayassar wa da' minan nasi ma ta'assar. Kwa hatuna haja ya kuchukua mambo mazito, tunataka mepesi ili tuweze kwenda sawa sawa. Waliotuudhi, tusumbua, sisi tumewasamehe, na kama sisi tumemiudhi, tumemsumbua, tumekula wakati wenu, na nyinyi mtusamehe, kwa sababu ndio kazi ya Uislamu. Tumekaambiwa khudhil afwa. Kwa hiyo tuwe katika hali ya namna hiyo, tupendane, tujenge Uislamu na dini katika nchi yetu. Lakini jingine la mwisho ndio kama alivyosema mheshimiwa mbunge hapa, tumuombee mama, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan,
Mama Samia Suluhu Hassan, dokta. Tumwombee Mungu, Mwenyezi Mungu ampe taufiki, ampe sadad, ampe uongozi bora, alitumikie taifa vizuri, yeye na wasaidizi wake. Kama vile mlivyoniombea Mungu hapa, lakini ni mimi na wasaidizi wangu. Mwenyezi Mungu atujalie. Na wasaidizi wangu mimi ni wengi: baraza la ulama, halmashauri kuu, wadhamini, mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, maimamu wa misikiti, makadhi, wote hao ni wasaidizi wangu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki na atujalie tukutane tena mwakani tukiwa na siha kamili, na zirefushe nyumuri zetu tuweze kutumikia Uislamu. Bala Mwenyezi Mungu akituua mapema, ndio yale alizungumza Sheikh Athmani naibu imamu wa Athmani Khamis, kwamba sasa itakuwa tabu tena baadaye. Tabu wakati nilipa dhamana nyinyi ya nafasi hii, alafu Mwenyezi Mungu akanipa mtihani, nikaumwa tu ghafla. Na mimi katika kukua kwangu sijawahi kuumwa maradhi magumu. Nilikuwa naumwa mafua hivi, homa. Miaka hiyo yote mimi siwahi kuumwa, miaka hiyo yote mpaka mwaka 2016. Tangu nilipozaliwa mpaka 2016 sijaumwa. Umeeleweka sijipaka hapo? Sijaumwa. Lakini na nimecheza sana mpira, vitu vya nguvu hivi nimefanya. Lakini mpaka 2016 Mwenyezi Mungu akanipa mtihani kidogo. Na mtihani ndio mzuri. Idha arada Allahu bi'abdihi khairan ibtala. Mwenyezi Mungu akutakia khairi, anakuonda, anakupa mtihani. Sasa wakati nataka kwenda kufanywa matibabu, sasa mimi nashangaa kule kuumwa. Kumekujaje? Mimi silikuwa mzima kabisa wana. Sasa nimetoka Dodoma tu mara moja, hata kwa namna hii. Kadari ya Mwenyezi Mungu. Wasipofika hospitali, nikamwambia Mwenyezi Mungu usinichukue mapema. Allah. Niachie kwanza ni hawa Waislamu, nina jambo fulani nataka kulifanya mimi kwa ajili ya hawa Waislamu. Usiwe na haja kunichukua mapema. Niachie kidogo. Wale madaktari wakacheka, walikuwa 12 wakacheka. Basi ikafanywa matibabu. Yule mtu wa madawa wakati anashughulika na mimi, na aliuliza, "Sheikh, una umri gani?" Basi nisumbue wewe. Mimi namtaja Mungu, naambia mambo ya umri. Umri itakusaidia nini? Mimi namtaja Mungu hapa. Simtajitaje masuala ya umri wa nini? Basi Mwenyezi Mungu akajalia, lakini siku 7 tu Mwenyezi Mungu akajalia nikapona. Nikaweza kutoka hospitali, nikaendelea na kujiuguza mpaka sasa hivi, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atupe siha, tuweze kusimamisha Uislamu sote, mashekhe wa taasisi zote, walimu wote, maimamu wote. Mwenyezi Mungu atupe siha na atupe umri. Na kina mama tusaidia sana, na mashindano ya Qur'ani yanakuja, inabidi muingie kazini kuujaza uwanja ule, usio mchezo. Ni jambo zito sana, lakini tunatumaini wakina mama wapo. Mama Shamim Kani yupo, mtoto wetu yule Mariam Mtambo yupo, mama Aisha Sururu yupo, na wakina mama wengine wote Tanzania wapo. Tutasaidiana ili tuweze kuonesha kwamba kweli tuko pale. Tuone hata zawadi inayotolewa kupewa ndugu wakina Abdul Basit Muhammad Samad na wasomaji wengine. Lakini kuna ile baraza inaitwa Majlisu Shuyukh al-Qurra. Kuna Majlisu Shuyukh al-Qurra. Ni baraza la mashekhe wasomaji, watakuja kupewa zawadi hapa. Watakuwa kila wasomaji kama Sudaisi, kina nani wote watakusanywa, wataletwa hapa. Kuna raha jamani kuliko hiyo. Unaona mabingwa wanaosoma Qur'ani mpaka wewe mwenyewe unasema mimi naona sina Qur'ani. Wanasoma tu Qur'ani mpaka unaikataa Qur'ani uliokuwa nayo wewe. Hiyo ndio hali, lakini Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Na ndugu yangu Sheikh Juma hapa nimeachiwa na Sheikh Baile. Huyo ni Sheikh kutoka Kongo, lakini kijana wetu yupo hapa alhamdulillah. Jobao mimi kwa ndio rafiki yangu mkubwa hapa, nadhani mnamfahamu. Hodari wa kusema. Kisimama hapa watu wote tunaona raha. Wazashukuru Mungu kututia nguvu. Basi sasa nizamu ya mwenyewe sasa mudiri Sheikh Muhammad Khatib Kigoda,
mzee wetu ndio atakayetufungia dua ya hadhara hii. Tukutane mwakani tena inshallah taala. Huyo ndio Sheikh Muhammad Ayub mwenyewe. Kuna mambo mengi sana tukitaka kumweleza, tutakuja kueleza siku nyingine. Kwa hiyo mwenye kunyosha mikono anyoshe, amombe Mwenyezi Mungu na dua yake inshallah itakuwa kabuli.